بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 28 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439, tunaendelea kuzungumzia ahkam zinazofungamana na zakatul fitri katika risala fadlul ashr al-awakhir wa laylatul qadri wa ahkam zakatul fitri للشيخ رسلان حفظه الله تعالى. Tulitaja mara nyingi kiwango ambacho atakikana Muislamu kukitoa katika zakatul fitri. Tukataja ikhtilaf iliyoko baina wanavyuoni, hasa katika kipimo ambacho leo kimezoeleka, kipimo cha kupima kwa gramu na kilogramu. Baadhi ya maulama wakaenda kuwa ni kilo 2 na gramu 40, wengine wakafika mpaka kilo 2 na nusu. Ingawa mtu akitoa hata kilo 3 la basa. وقت وجوب الفطر أو الفطرة يعني صدقة الفطر، wakati ambao ni wajib kutoa zakat al-fitr. قال وقت وجوب وهو غروب الشمس من ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا. Wakati ambao ukiingia imewajibika kwa Muislamu kulipa zakatul fitri ni kuanzia kutua kwa jua katika usiku wa kuamkia tarehe 1 Shawwal, usiku wa Eid. Jua linapotua, yoyote ambaye ni katika watu kuwajibikiwa kutoa zaka wakati huo, basi kuanzia kutua kwa lile jua itakuwa ni wajibu kwake kutoa zaka. Ama ikiwa si katika wale ambao wawajibika, basi haitakuwa wajibu kwake yeye. وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب صدقة الفطر عليه. Kujengea hayo, lau kama mtu atafikiwa na mauti kabla ya kutua kwa jua la kuamkia siku ya Eid, basi huyu hata akifa kwa dakika chache kabla ya kutua kwa jua, sio wajibu kutolewa zakatul fitri. Wa in mata ba'da al-ghurubi walau bidaqaiq, ama akifa baada ya kutua kwa jua hata kwa dakika chache, wajaba ikhraju fitratihi, huyo itawajibika kwa warithi wake kumtolea zakatul fitri. Kwa hivyo binadamu akifa au Muislamu akifa kabla ya kutua kwa jua siku ya mwisho ya Ramadhan, haijakuwa wajibu kwake kutoa zakatul fitri. Ama akifa baada ya kutua kwa jua la tarehe 1 ya Shawwal, usiku wa kuamkia siku ya Eid, hata ikiwa atakufa kwa dakika baada ya kutua kwa jua,
itawajibika kwa warithi wake kumtolea zakatul fitri. Haya ni masala yanayofungamana na mauti, na hapa kuna masala muhimu sana. Je, mauti ni katika sababu za kufuturisha? Maulama wa fiqh wasema naam, mauti ni katika sababu za kufuturisha. Wakatoa dalili, idha mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu. Kwa hivyo anapofikiwa na mauti na amefunga, saumu yake pale imekatika. Na hapa kama wanavyotaja ulama, mtu aweza kuuliza kuna faida gani kuzungumzia masala hayo? Kwa sababu ashakufa, saumu imekatika, tufaidika na nini? Alhamdulillah, faida ipo ikiwa ile saumu ameifunga ni saumu ya nadhiri ambayo itawajibika kwa watu wake kumlipia. Kwa mfano, mtu ameweka nadhiri atafunga siku moja, katikati ya ile siku akafikiwa na mauti, bimaana ile nadhiri yake hajaitekeleza. Kwa hivyo itakuwa ni wajibu kwa watu wake kumfungia ile saumu yake ya nadhar, kwa sababu haijakamilika na kutimia saumu yake. Almuhim, katika zakatul fitri, akifa kabla ya kutua kwa jua sio wajibu. Akifa baada ya kutua kwa jua ni wajibu kutolewa zakatul fitri. طيب, kuna masala ya kuzaliwa mtoto. Kuna masala ya kuzaliwa mtoto. Walau wulida shakhsun ba'da al-ghurubi walau bidaqa'iq. Kwa mfano, mtoto akazaliwa baada ya kutua kwa jua, bimaana amezaliwa mwezi gani? Mwezi wa Shawwal, tarehe mosi. Lam tajib fitratuhu. Hapa ni kinyume na mayit, itakuwa sio wajibu kwake yeye kulipiwa zakatul fitri, kwa sababu hakuiona Ramadhani. Walakin yusannu ikhrajuha kama fa'ala Uthman radhiyallahu anhu. Ni sunna kumtolea kama alivyofanya Uthman radhiyallahu anhu. Uthman alikuwa akitoa mpaka mtoto aliyoko ndani ya tumbo la mama yake, lakini hii sio wajibu, ni mustahab. Walau wulida qabla al-ghurubi walau bidaqa'iq. Na lau kama mtoto atazaliwa kabla ya kutua kwa jua, hata kwa dakika chache, kisha ndio jua likatua la siku ya Eid, wajaba ikhrajul fitrati anhu. Huyu sasa itakuwa ni wajibu kumlipia zakatul fitr. Kwa hiyo kuzaliwa ni tofauti na mauti. Kuzaliwa hukumu yake ni tofauti na mauti. Tumesema mauti akifa kabla ya kutua kwa jua haijakuwa kwake wajibu, akifa baada ya kutua kwa jua ni wajibu. Ama mtoto ni kinyume, akifa akizaliwa kabla ya kutua kwa jua itakuwa ni wajibu kumtolea zaka. Akizaliwa baada ya kutua kwa jua itakuwa sio wajibu kumtolea zaka, bali ni mustahab. وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان. imekuwa ni wajib hii zakatul fitri baada ya kutua kwa jua la siku ya Eid, kwa sababu ndio wakati ambapo mtu hufuturu kutokamana na mwezi wa Ramadhani, yani malamtana yaingia kuanzia hapo. Na ndiyo zakatul fitri imenasibishwa na wakati ule, imeitwa zakatul fitri kwa sababu watu ndio waanza kufanya nini? Kula kuanzia pale katika michana. Zakatul fitri min Ramadhan, fakana manatul hukmi dhalika alwaqt, ikawa ule wakati umefungamana ile hukumu. Wa amma zamanu daf'iha, sama
za kulipa zakatul fitri falahu waqtani. Zakatul fitri ina nyakati mbili, kuna wakati fadila wa wakati jawaz. Kuna wakati ambao una fadhila, ni bora zaidi, na kuna wakati ambao yajuzu kwa mtu kutoa zakatu alfitri. Ama wakati alfadila fahuwa subhu yawm al-eid qabla as-salah. Ama wakati ambao ni mbora, una fadhila zaidi kutoa zakatu alfitri, ni asubuhi ya siku ya Eid kabla ya mtu kuswali swala ya Eid. Ikiwa mtu ana uwezo wakati ule kutoa, ni bora zaidi, bimaana baada salati alfajri, kabla ya kuswali salati al-Eid, awe mtu pale katika wakati ule ataitoa zakatu alfitri. لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. hapa kataja يوم الفطر, ile siku yenyewe walikuwa wakitoa. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. Mtume صلى الله عليه وسلم aliamrisha kutoa zaka ya fitri kabla ya watu kutoka kwa ajili ya sala. Hadith rawahu al-Imam Muslim. Kwa hivyo tunaona kuwa wakati ambao ni bora zaidi ni asubuhi ya siku ya Eid kabla ya kusali swala ya Eid. Na ndio maana wanawavyuoni wakapendekeza kuwa swala ya Eid katika siku ya Eid al-Fitri iwe itacheleweshwa kidogo ikipimishwa na siku ya Eid al-Adha. Eid al-Adha ni bora zaidi iwe mapema, kwa sababu watu wakitoka kuswali wapate nafasi ya nini, ya kuchinja. Na hapa yacheleweshwa kidogo ili watu wapate nafasi ya kutoa zakatul fitri. Wala yajuzu ta'khiruha an salati al-Eid, haijuzu kuchelewesha zakatul fitri mpaka mtu akawa ashaswali swala ya Eid, amechelewa mpaka swali swala ya Eid. Fa in akharaha an salati al-Eid bila udhrin lam tuqbal minhu, ikiwa ataichelewesha mpaka swala ya Eid ikaswaliwa bila ya udhuru, haikubaliwi zaka yake ya fitri. لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم, kwa sababu ni kinyume na alivyoamrisha Mtume صلى الله عليه وسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم katika kuieleza hii zakatul fitri na wakati wake akasema, man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, yoyote mwenye kuitoa zakatul fitri kabla ya swala basi ni zaka inaokubaliwa. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat, na ikiwa ataitoa baada ya swala ya Eid basi ni sadaqa kama ilivyo sadaqa yoyote nyingine, haisabiki kwa ni zakatu al-fitri. Wa in akharaha li'udhrin fala ba's, ikiwa atachelewesha kwa udhuru basi hapa sheria yamkubalia udhuru wake maadamu ni udhuru wa kisheria. Kaan yusadifahu al-Eid laysa indahu ma yadfa'u minhu au laysa indahu man yadfa'u ilayhi, kama kwa mfano Eid imemuingilia hana kitu akapata baada ya swala, labda akapewa zakatul fitri baada ya swala akatoa, alikuwa hana. Wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, au hana wakumpa, ametafuta wakumpa akakosa. Hili jambo pengine katika bia tunaoishi mtu aweza kukataa, nasema kwa nini, wako watu wengi wakupewa. La, kuna baadhi ya nchi au sehemu watu waishi hawajui wampe nani zakatul fitri, hawajui wampe nani.
Kwa hivyo katika sehemu kama zile ametafuta, amejaribu, hakupata, akampata baada ya swala ya Eid, la basi, kwa sababu hakupata kabla hapo. Au yati khabaru thubuti al-Eid mufajian bihaythu la yatamakkanu min ikhrajiha qabla as-salah, au ziji habari za Eid ghafla, mwambie ilikuwa ni Eid leo, na ile lawezekana. Kwa mfano mtu aishi katika sehemu za mbali, habari za chelewa kufika, akafikiwa na habari, pengine ameamka amefunga aswa, anambia la, leo ni Eid, vipi swala tayari, akakimbilia swala, hakupata nafasi ya kutoa zakatul fitri, huyo ana udhuru wa kisheria, baada ya swala atatoa. أو أن يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد. أو amemtegemezea mtu akamwambia utatoa zakatul fitri yangu, yule mtu akasahau, baada ya swala ndio akakumbuka ile zakatul fitri umenipa sijaitoa, katika hali kama hii ataitoa. فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة. واجب نكوا ile zaka ifike kwa yule anayestahiki au yule ambaye atakuwakilisha wewe kabla ya wakati wa nini, wa swala. Na kuna waqt aljawaz, na ni qabla al-Eid biyawmin au yawmayn, la bi usbu' au usbu'ain. Wakati jawaz ni siku moja au mbili kabla ya Eid. Kwa mfano leo ni tarehe ngapi? 28, sio? Kuanzia leo imeingia tayari wakati wa nini, wa jawaz. Yajuzu kwa mtu kutoa zakatul fitri siku moja au mbili kabla ya nini, kabla ya Eid aweza kutoa, lakini sio wiki moja au mbili kama wanavyodhania baadhi ya watu, kwa wakati huko mpaka wiki mbili. La, siku moja au mbili kabla ya Eid, kwa sababu malengo hayapatikani. Ukimpa mtu wiki mbili kabla ya Eid, ikifika Eid atakuwa bado na chakula kweli? Atakuwa chakula. Na hii ni tu'ma lilmasakini, yani fi yawm al-Eid, hiyo itamsaidia ile siku ya Eid, sio atatoka kuombaomba. Sasa ukimpa wiki mbili kabla, nafikiri atakula kabla 10 la mwisho kuingia, itakuisha kwisha. Kwa hivyo yale malengo yatakuwa hayajapatikana, na ndio maana ikawa bora zaidi siku ya Eid kabla ya swala. Kwa nini? Kwa sababu ndio utakuwa umelenga haswa kwa ile siku ya Eid atakuwa na chakula cha kumtosheleza yule unayempa katika maskini. Na kutoa kwa siku nyingi kabla, kama nilivyotaja, musadimun lilhikmati allati liajliha furidat, yaenda kinyume na hikma ambayo kwa ajili yake imefaradhishwa zakatul fitri. Wa makanu daf'iha, yatolewa kwa nani zakatul fitri? tudfa'u ila fuqara'i al-makan alladhi huwa fihi waqt al-ikhraj. Zakatul fitri hutolewa kwa maskini ambao wako katika ile sehemu aliyopo Muislamu wakati wa kutoa zaka yake, sawaun kana mahalla iqamatihi au ghayrahu min biladi almuslimin, iwe sawa yuko katika sehemu ambayo aishi yeye au nchi yoyote katika nchi za Kiislamu, kule aliko ataitoa zakatul fitri. Na ikiwa katika ile sehemu aliyoko hakuna wa kumpa zakatul fitri, hapa iwaweza kuitoa katika ile sehemu aliyotokea. Kwa mfano mtu yuko katika mji fulani, lakini ule mji hakuna mtu wa kumpa zakatul fitri, na yeye kule kwao alikotoka watu wengi ni wahitaji wa zakatul fitri.
katika hali kama hii aweza kuwakilisha mtu kule alikotoka akamlipia zakatul fitri. والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين كما بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طعمة للمساكين. na walengwa katika zakatul fitri ni maskini faqir au miskin peke yake, wala si wale asnaf athamania waliotajwa katika surah at-tauba, wale ni katika zakatul mali. ama zakatul fitri wamepewa khasa masakin na fuqara, haitoki nje hao. na yatakikana ifahamike kwa hawa maskini na mafakiri kuwa wanapopata cha ziada zaidi ya kile cha kumtosheleza yeye katika mchana na usiku wa Eid, kile kinachozidi itawajibika kwake yeye pia kutoa zakatul fitri. Kwa zakatul fitri sio khas kwa matajiri kama wanavyodhania wengi katika watu. Na usema hivi kwa sababu wako watu huzunguka na viroba, yani ana gunia lake ajaza mpaka juu, lakini yeye mwenyewe hatoi kitu. La, maadamu unachakutosheleza wewe katika mchana wa siku ya Eid na usiku wake, ishakulazimu wewe kile kinachozidi kufanya nini? Kutoa. Na hii ni ibada ambayo iko mara moja peke yake kwa mwaka, Muislamu asiwache. Utaona baadhi yetu yuko tayari akope kwa ajili ya harusi ya mtoto wake, atakopa tena mapesa mingi sana na hana uwezo wa kulipa, lakini ikawa nafsi yake yamdanganya kwa si utafanya hivi, si utafanya hivi, si utafanya vile, lakini hawezi kulipa. Ili asimamishe harusi angalau watu mtaani waikumbuke, fulani pia alifanya harusi kubwa kweli hapa. Lakini hawa ikifika time ya kutoa sasa kisheria, wakati sheria ambapo yatakayatoe hataki kutoa. Wewe angalia mfano sasa hivi udhiya, mtu achinja mnyama mmoja kwa ajili ya familia yake nzima kwa mwaka, mnyama mmoja. We kila mwaka huna tu, kila mwaka ikifika Eid al-Adha mimi sina, mwaka mzima changa shilingi 50 100 weka kwa ajili ya udhiya. Ikifika udhiya na wewe pia uchinje, hata kama ikibidi kukopa baadhi ya senti waweza kulipa, kopa, nunua, uchinje, angalau uipate ile ibada. Lakini utajua kuwa sisi hatuna himma. Lakini akiambiwa kuna harusi wapi, hakuna harusi Dar es Salaam, Tanzania kule, basi atakopa hapa, aunde safari ende kwenda kufanya nini? Na kusherehekea harusi. Mambo ya kipuzi watu tuna uchangamfu sana, lakini ibada zetu, wengi wetu tuna uzembe katika ibada zetu, na hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu alifahamu vizuri sana. Tuna uzembe katika ibada. Jamani, tuamkeni, fanyeni ibada, hasa ukipima kuwa ni jambo la, hebu fikiria wewe, kilo 3 za mchele mfano mtu akitoa ni shilingi ngapi? Sema 500, mfano 500 ni chini hapa, lakini tuseme 500 mchele wa kawaida tu. Yani mwaka mzima kutoa shilingi 500 mara moja peke yake katika mwaka mzima. Kweli kuna watu wana uzito, lakini atapewa yeye na yule, na mbali na kuwa atapewa chakula, kuna watu watampa pesa, wamsaidie na pesa, lakini yeye hana tu, yeye daima alia hana tu, utabaki huna, maisha yako utabaki huna. Wewe sema imba tu sina, utabaki huna wewe maisha yako. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Kwa hivyo jitizame dhanna yako na Allah subhanahu, inda dhanni abdi bi, Allah atakuwa namna wewe unavyomdhania. Ukimdhania khairi atakupa khairi, ukidhania kinyume utapata kinyume na vile unavyodhania. Allah, hizi ni ibada muhimu katika maisha ya Muislamu, ibada
yatakikana ajibidishe muislamu kuzifanya, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie sahali ibada alizotuamrisha. Nas'alullah yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfata 'ain. Hapa ndio mwisho wa hii risala, na nimeisoma kwa ikhtisar. Sikusoma kila kitu kilichoko katika hii risala, nimejaribu kusoma kwa ikhtisar ili tupate kukimaliza, kwa sababu ahkam ni nyingi na wakati umekaribia sana. Tunahitajika tuwe tushafahamu, na Eid ndio hii inayokuja kesho biidhnillah taala. Ikiwa Allah atatuwezesha, tutajaribu kuzungumzia baadhi ya ahkam zinazofungamana na siku ya Eid biidhnillah taala, tukumbushane. Naktafi bihadha alqadr. Allah taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.